Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumanne ya tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2024, juma la 6 la kipindi kidogo cha mwaka B, mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza kutoka katika waraka wa mtume Yakobo sura ya kwanza aya ya 12 hadi ya 18, na somo la Injili kutoka kwa mwinjili Marko sura ya 8 aya ya 14 hadi ya 21. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Wafuasi wake Yesu walisahau kuchukua mikate, wala chomboni hawana ila mikate mmoja tu. Akawaagiza akasema, angalieni, jihadharini na chachu ya Mafarisayo na chachu ya Herode. Wakabishana wao kwa wao kwa kuwa hawana mikate. Naye Yesu akatambua akawaambia, mbona mnabishana kwa sababu hamna mikate? Hamfahamu bado wala hamjaelewa? Je, mioyo yenu ni mizito? Mna macho hamuoni, mna masikio hamsikii, wala hamkumbuki? Nilipoivunja ile mikate 5 na kuwapa watu 5,000, mlichukua vikapu vingapi vimejaa vipande? Wakamwambia, 12. Na ile 7 kuwapa wale 4,000, mlichukua makanda mangapi yamejaa vipande? Wakamwambia, 7. Akawaambia, hamfahamu bado? Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, katika Injili yetu ya leo tunaona mitume wakibishana wao kwa wao kwa kukosa mkate. Wanasahau kuwa wapo na Kristo ambaye ndiye mkate wa uzima. Kristo anawatahadharisha mitume juu ya chachu ya Mafarisayo na chachu ya Herode. Kadiri ya Wayahudi, chachu humaanisha sumu ama uovu fulani, ambapo Kristo anatumia neno hilo akimaanisha hali ya Mafarisayo na Herode katika kumpinga na hata kutomwamini. Kwa Mafarisayo, Kristo alionekana kuwa kinyume na Torati, na kwa Herode, Kristo alionekana kupinga serikali ya Kirumi. Kristo anaona athari ya chachu kwa mitume kwa kukosa kumwamini. Wapendwa katika Kristo, mwanadamu hutumia milango 5 ya fahamu kupata ujuzi wa kitu au jambo fulani. Yaweza kuwa kwa ukamilifu wake au si kwa ukamilifu wake. Leo Kristo anatumia mlango wa fahamu wa kusikia na kuona katika kuwakumbusha mitume namna alivyojifunua kwao kama Masia. Kutokuweza kwa mitume kumwelewa Kristo kwa njia ya kusikia na kuona hudhihirisha wazi ni jinsi gani bado wanamhitaji kuendelea kuwafunulia na kuangazia yale wasioweza kuyaona na kuyasikia kutokana na ugumu wa mioyo yao. Wapendwa katika Kristo, daima tusihangaikie mikate. Mikate hujumuisha mambo yote yanayoweza kututenganisha na upendo wa Mungu. Yaweza kuwa kazi zetu au mali zetu, bali tuhangaikie kujifungamanisha na mpaji wa mikate ambaye ni Kristo Bwana. Daima Kristo hatukatii tamaa kutukumbusha namna mbalimbali anavyotubariki katika maisha yetu kwa lengo la kuimarisha imani yetu kwake. Kama ambavyo Kristo alilisha watu 5,000 kwa kuivunja mikate 5. Rejea Injili ya Marko sura ya 8 aya 30 hadi 44. Hivyo kwa kumfuasa yeye
imani yetu itaongezeka maradufu, kwa sababu yeye ndiye mpaji wa imani hiyo. Ndugu zangu katika Kristo, kutokumwelewa Kristo, rejea Injili ya Marko sura ya 8 aya 18, hupelekea ugumu wa mioyo yetu. Imani na akili vitusaidie kumwelewa Kristo. Hivyo kutokumwelewa Kristo kiroho na kiakili hupelekea kuwa na upofu wa imani, yaani kuangukia katika uovu. Wapendwa katika Kristo, yule asiye na ufahamu hawezi kuwa na moyo mgumu, bali yule mwenye ufahamu ndiye mwenye hatari ya kuwa na moyo mgumu, yaani kukosa kumwamini Kristo. Hii ni kwa sisi sote tuliobahatika kuisikia Injili na kushuhudia ukuu wa Mungu katika sadaka ya misa takatifu. Ndiyo maana hata watu waliokuwa karibu na Kristo, kwa maana ya Mafarisayo, rejea Injili ya Marko sura ya 3 aya 5 hadi ya 6, na kwa namna ya pekee mitume, rejea Injili ya Marko sura ya 6 aya 52 na sura ya 8 aya 17, wanaonekana kutilia shaka ukuu wa Kristo. Mitume wanajawa wasiwasi wa kukosa mikate, bali Yesu Kristo anajawa na wasiwasi wa mitume kukosa imani. Wapendwa, tumombe Mungu atujalie neema ya kutambua na kuamini nguvu itokanayo na Kristo, ambaye ndiye kilele cha maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu nami Frateli Evans Mutege Kilaini, frateli wa Jimbo Kuu Katolika Dar es Salaam, mwanafunzi wa teolojia mwaka wa 3, Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Tabora.